Habari za wakati huu mtazamaji wa ATV, ni kukaribisha katika kipindi cha Jamvi la Wiki. Kama ilivyo kawaida, kipindi hiki kinakujia kila Jumatatu. Tunakutana hapa na tunajuzana yale ambayo yanakuwa yanahusika katika wiki hiyo, katika kipindi ambacho ni kipindi cha Jamvi la Wiki. Jina langu mimi ni Mohamed Isa. Hapa studioni ninaye mgeni wangu na si mwingine, ninaye bwana Raymond Chimbuya. Karibu sana bwana Raymond. Asante sana. Karibu sana Raymond. Na moja kwa moja basi mgeni wangu ndiye huyu ambaye nitakuwa naye siku ya leo. Raymond ni kutoka Talgu, yeye ni katibu wa Talgu mkoa wa Morogoro. Kwa kuanzia tu, hebu tuijue kwanza hii Talgu. Inawezekana kuna watu wengine wanapita mitaani kule wanaona t-shirt zimeandikwa hapa Talgu, lakini haelewi hii Talgu ni nini. Yes. Kwa kuanzia tuanzie hapo. Yeah, asante. Talgu ni Tanzania Local Government Workers Union. Ni chama cha wafanyakazi wa serikali za mitaa. Yes, kwa hiyo mimi ndio katibu wa mkoa wa Morogoro wa chama hiko. Talgu, chama cha wafanyakazi wa serikali za mitaa. Yes. Ndio ambaye bwana Raymond hapa anahusika yeye kama katibu wa mkoa mzima wa Morogoro. Kwa hiyo wilaya zote, sijui Malinyi, Mvomero, Kilosa na maeneo mengine, basi yeye ndiye katibu wao mkoa wa Morogoro. Lakini Talgu hii inahusika na nini? Ya Talgu kama alivyoeleza pale mwanzo kwamba ni chama cha wafanyakazi wa serikali za mitaa. Kazi kubwa kwanza inashauri serikali kuhusiana na maslahi ya wafanyakazi au mazingira rafiki ya wafanyakazi sehemu zao za kazi. Lakini nyingine kubwa zaidi, pamoja na kushauri serikali katika kudumisha maslahi stahiki mbalimbali za watumishi, kubwa zaidi pia kuwawakilisha watumishi katika maeneo ya pale wanapopata matatizo kama kwenye macho ya sheria. Yes, kama kuna kesi mahakamani au matatizo mbalimbali, inahusika pia katika kufanya settlement za watumishi. Ila pia tunapenda sana kufanya justice and peace katika mazingira ya kazi amicably. Lakini katika maeneo ambayo tayari nyie kama washauri kwenye serikali, ni yapi ambayo mnafikiri mlishakuishauri serikali na ikayafanyia kazi kwa ajili ya mazingira bora kwa wafanyakazi? Ni mambo mengi na kwa sababu serikali yetu ni serikali ambayo ni sikivu, ni serikali ambayo inajali watumishi, ni serikali inajali raia wake. Kuna mambo mengi tumeyashauri, lakini na mengine ataendelea kufanywa kazi na mengine ameshafanywa kazi. Labda mfano rahisi tu kama issue ya kikokoto ambayo juzi tu watu wamezungumza, na watumishi saizi wana matumaini jema au tunatumaini jema. Lakini pia tunashauri kama upandishwaji wa madaraja, mishahara na fedha zile stahiki zao za msingi kama vile za uhamisho, na hata yale mabaraza ya wafanyakazi pia tunashauri serikali ambayo inafanya vizuri kwa baadhi ya maeneo. Na mtazamaji, ni bwana Raymond Chimbuya, huyu ni katibu wa Talgu mkoa wa Morogoro, ndiye ambaye naye katika kipindi hiki cha Jamvi la Wiki, na tutakwenda mpaka pale ambapo tutakwambia tamati. Lakini wakati unaendelea kufuatilia kipindi hiki cha Jamvi la Wiki, unaweza kushiriki nasi katika kutuma ujumbe mfupi wa maandishi kupitia nambari 0654 77 55 60 0654 77 55 60, na manake ni 60 mwisho, usije ukasema 90. 0654 77 55 60. Kwa hiyo namba hiyo unaweza kutuma ujumbe mfupi maandishi, ukazungumza nawe, ukachangia kwenye yale ambayo unafikiri unaweza kuchangia kwenye kipindi hiki cha Jamvi la Wiki siku ya leo. Umetaja miongoni mwa kazi ambazo nyie kama Talgu mnazifanya, lakini kazi kubwa hasa ni ipi? Kazi kubwa hasa zingine zimeelezwa katika katiba zetu za vyama, lakini kazi kubwa ni upande wa serikali, kwamba tunaishauri serikali hasa kudumisha maslahi ya wafanyakazi. Pili ni kuwasimamia watumishi pale wanapopata matatizo, kama vile kama kuna kesi mahakamani, kwa hiyo sisi tunawasimamia kwenda kuwasimamia, kuwawakilisha mahakamani. Yes. Kwa mfanyakazi akipata tatizo mahakamani kule, nyie kama Talgu mnakwenda? Yes. Sisi kama Talgu, kama chama, tunaenda kumwakilisha yule mwanachama wetu. Lakini pili
Tunavyosema tunashauri serikali kwa sababu ni iko katika upana mkubwa zaidi. Hata namna gani bora serikali inaweza kufanikisha ili watumishi waweze kufurahi vizuri. Hayo huwa tunayashauri sana. Na mtazamaji, ni kipindi cha Jamvi la Wiki kama ambavyo nilivyokuambia, lakini nambari ambayo unaweza kushiriki nasi ni 0654775560. Nirejea kwako Bwana Raymond. Yes. Kuna Talgu, lakini kuna vyama vingine, mfano kina Rau, kina Tukta nafikiri chama kikubwa, kina Tuge, Chodao. Yes. Hapo uhusiano wa chama hiki cha Talgu na vyama hivi vingine, uhusiano uko wapi? Uhusiano upo katika shirikisho. Kwa mfano umezungumzia pale Tukta ni kwa maana ya shirikisho la vyama vya wafanyakazi. Uhusiano wetu mkubwa hasa katika tunavyotengeneza ile solidarity ya pamoja katika kutetea maslahi ya watumishi. Na ile tunayotengeneza ile solidarity ya pamoja katika kutetea maslahi ya watumishi. Kila chama katika hivyo vyama mbalimbali ambavyo umevitaja, kazi yao kubwa ni zinafanana. Wote wanataka kuprovide service kwa wanachama. Hivi vyama vyote lengo kuu ni kuprovide service mzuri kwa wanachama, maana sio service tu, kuprovide service mzuri kwa wanachama. Nyingine kama nilivyoeleza ni kushauri pia serikali, lakini pia wote kisheria wanasimamia kesi mbalimbali zinazowagusa wanachama wao kwenye mahakama au kwenye tume za usuluhishi. Na hii ipo kwa mujibu wa sheria kabisa, ipo kwa mujibu wa sheria. So by the way mimi ni mwanasheria pia na ni wakili pia. Yes, kwa hiyo ninayazungumza kwa maana wa muktadha wa sheria pia. Kwa hiyo uhusiano wetu mkubwa uko hivyo katika solidarity ile ya mshikamano wa daima, na mshikamano wetu upo katika kusimamia na kutetea maslahi ya wafanyakazi. Bwana Salum Yusuf na Christian Matthew pale, baada ya kusikia kwamba wewe ni mwanasheria lakini pia ni wakili, wamefurahi kupata ndugu ambaye ni wakili lakini pia ni mwanasheria, kwa sababu kuna mambo yao kule wanataka uwasaidie. Vipi linawezekana hilo? Mimi kwa sababu nimeajiriwa na Talgu, kwa hiyo ninafanya shughuli za chama na Talgu. Ila kama kuna mtu ana shughuli yake binafsi nitamshauri pia wapi aweze. Hapo bwana Salum wamefeli. Na bwana Raymond, tukijaribu kuangalia kule mnapokwenda, mfano mahakamani kwenye kuwasaidia sasa hao wanachama ambao ni wanachama wenu, inakuwaje pale? Kuna wakati mwingine tunapata changamoto kidogo, na changamoto ni kuhusiana na watumishi wenyewe au wanachama kutokuwa na uelewa wa sheria. Na kwa bahati mbaya sana sheria iko wazi tu kwamba usipoijua ile sheria sio tetezi mbele ya sheria. Shida tunazozipata ni kwamba watu wanaweza kuleta matatizo au kesi zao au mashtaka au malalamiko yao nje ya muda umepita kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo inakuwa shida. Lakini wakati mwingine unakuta kuna procedure ambazo zinafanyika katika kama kumwajibisha mtumishi. Ile hatua ya awali ambayo mtumishi anawajibishwa bila kushirikisha hivi vyama wanafanya wenyewe. Sasa mwisho wa siku unakuta kuna hatua ya kwanza wameshaikosea, wanakuja kwetu inakuwa kidogo inatupa shida katika upande wa sheria. Lakini tunawaelekeza na tunawasimamia na tunajitahidi kufanya semina mbalimbali ili kuwaelimisha. Kama ilivyokuwa ada ni kwamba kuna utaratibu wa sheria ambao umewekwa kwamba mtumishi yote anapofanya kosa anatakiwa apewe notice, hati ya kujieleza kwa mujibu wa sheria, na apewe siku zinazojitosheleza kwenye sheria. Pale tunasema ni kuanzia siku 7, 14 na 21. Sio chini hapo. Sio mtu unampa notice au unampa mashtaka ajieleze, unamwambia baada ya siku 2 alete. Hapana. Kuna mujibu wa taratibu kama hivyo. Sasa wakati anajieleza, na pale unaweza kukuta anajieleza vibaya, anajieleza tofauti. Yeye akifikiria kwamba kujieleza pake kunaweza kumsaidia, lakini kumbe anapojieleza kuna mhalibia zaidi. Ingawa dhana kubwa ya vyama ni kutaka mtumishi asivunje sheria, kwa sababu sisi tunasimamia pia watumishi wafanye kazi kwa weledi kwa mujibu wa sheria. Na msisitizo wetu mkubwa ni watu wafanye kazi, performance yao iwe vizuri. Na kwa mfano unaweza kukuta hata wafanyakazi hodari, watumishi hodari, wengi wao ni wanachama wa Talgu.
wanachama wa TALGWU. Kwa hiyo ni kwa nini wanachama wa TALGWU wengi wao ndio wanakuwa wanapata nafasi zile za utumishi za ufanyakazi hodari, ufanyakazi bora? Ni kwa sababu tunawasisitiza wafanye kazi kwa weledi, kwa kufuata sheria. Wanatimiza wajibu zao kwanza, baadaye wanadai haki zao msingi. Sasa inapokuja kutokea tatizo kama hili, sasa maana nielezee tu kwa ujumla sasa kwamba mtumishi anapokuwa anapata matatizo sehemu za kazi, moja kwa moja anatakiwa wasiliane na vyama vya wafanyakazi. Sasa mimi kwa sababu nadili moja kwa moja na watumishi wa serikali za mitaa, yani mtumishi yoyote ambaye yuko serikali za mitaa, chama kinavyojieleza Tanzania Local Government Workers Union, yule ni hiki chama ni cha kwake. Ni cha kwake. Ndiyo tunaodili nao. Mimi ndio nadili nao. Sasa kuna procedure pale zipo kwamba huyu mtumishi anapokuwa anapata matatizo sehemu ya kazi, labda amefukuzwa kazi kusiko haki, au matatizo mengine yoyote yale ambayo yana si tu kufukuzwa kazi, hata kusimamishwa kazi, unaweza kusimamishwa kwa hiana pasipo haki. Labda mmekosana tu kidogo mitaani, mshindwa kumsalimia vizuri, akaamua kukusimamisha kazi na kutengenezea mazingira ya kufuza kazi. Sasa kuna utaratibu ambao unafuata. Kwa hatua ya kwanza kabisa tunakaa na mwajiri. Tunajaribu kushauriana kama tunaweza tukalisettle. Tuna out of the court. Sasa inapokuwa inashindikana, tunapeleka tume ya usuluhishi na uamuzi, mediation and arbitration. Sasa tunapopeleka pale kwa hatua ya awali kabisa, kwa mujibu wa sheria tunafanya mediation. Tunafanya mediation pale tunafanya makubaliano. Pale hatuhitaji hata kuweka ushahidi. Hatuleti evidence yoyote pale kwenye mediation. Tunakaa na mwajiri na mtumishi na mediator. Kwa hiyo tunakaa tunaangalia lile tatizo lilofanyika, tunakubaliana pale. Tukishindwa kukubaliana pale, sasa kuna hatua inayofuata. Kuna form maalum unajaza pale kwa ajili ya kupeleka arbitration. Arbitration ndio katika ile ngazi ya uamuzi. Sasa pale ndio sasa tunaanza utaratibu mzima, mchakato mzima wa kisheria. Na unapokuja mchakato mzima wa kisheria ndio pale tutataka mwajiri alete ushahidi na mwajiriwa na yeye evidence. Kwa hiyo taratibu za kimahakama pale zinakwenda. Sisi pale tunasimama kwa upande wa mwanachama wetu, kwa maana ya mtumishi. Na kwa mujibu wa sheria, ukiangalia hii sheria ya kazi, sheria ya ajira na mahusiano kazini namba 6 mwaka 2004, section 86 subsection 6 pale kuna kile kitu tunaita mtondoo A B C. Pale imeeleza huyu mtumishi anaweza kuwakilishwa na wakili au anaweza kuwakilishwa na mwakilishi binafsi, lakini pia anaweza anawakilishwa na vyama, trade union, ambao kimamlaka ya kisheria ndio tunapaswa kuwakilisha. Ndio kama pale mwanzo nimeeleza kwamba tupo kisheria na tunafanya kazi kisheria na tunawasimamia kisheria. Yes. Kwa hiyo ndio ngazi ya ile mediation. Tukishafanya hivyo, hata kama itakuwa pale hukumu labda maamuzi yaliyotolewa hatujaridhika nayo, tunakata rufaa kwenye mahakama kuu division ya kazi, ambao kule sasa tunaongoza ile labor court rules ya mwaka 2007, labor ile tunaita court rules, high court rules, ambayo ni tunaipata ile ndio tunaongozwa mchakato mzima. Huku kwa hatua ya awali, huku kama nilivyosema kwenye mediation, huku kuna sheria za taasisi za kazi, lakini pia utendaji bora, pamoja na hiyo sheria yenyewe ya ajira na mahusiano kazini. Yote inakuwa inaeleza utaratibu mzima, mchakato mzima wa namna uendeshaji wa mashauri mbalimbali ya watumishi. Na mtazamaji, bado nafasi unayo ya kuweza kushiriki nasi katika kipindi hiki cha Jamvi la Wiki kupitia nambari 0654 77 55 0654 77 55 60. Tuma ujumbe wako mfupi wa maandishi, moja kwa moja tutasoma hapa, na kama kuna swali basi tutaweza kumuuliza Bwana Raymond hapa moja kwa moja. Bwana Raymond, kuna hili swala la kupanda kwa mishahara. Wafanyakazi wengi wamekuwa wakilalamika katika baadhi ya maeneo kwamba nilikwenda kusoma, nimerudi na labda na shahada ya kwanza, lakini mshahara wangu bado naendelea kupata ule ule. Hii inakuwaje? Okay. Unajua serikali inaongozwa kwa sheria, taratibu na kanuni. STK, that's why kuna kitu kinaitwa STK. Sheria, taratibu na kanuni. Sasa kwenda kusoma si tu kwamba unakwenda kusoma ukirudi ndio upandishwe au upandishwe
cheo au ufanye kitu, no. Pia inategemea, kanuni zinaweka wazi kwamba kwa mfano wewe uko kwenye kada ipi, department ipi, na unakwenda kusoma nini. Let's say wewe upo kwenye upande wa sheria, alafu labda una degree tu ile ya sheria, upo kwenye halmashauri kwenye kitengo cha sheria. Unaamua kubadilisha kada, unaenda kusoma uhasibu. Sasa ukishatoka huko unategemea nini? Kwamba upandishwe cheo kutokana na ile kada uliosomea uhasibu au sasa pale watumishi wengi baadhi yao huwa wanakosea namna gani ya kusoma. Usichukue course gani? Course ambayo unatakiwa kusoma ni ile ambayo inafanana na department yako ambayo umeajiriwa nayo. That means kama ukienda tofauti na ile, una mambo mawili. Either ufanye recategorization, ubadilishe pale ulipo na kwenda kwenye department nyingine. Hiyo. Au basi ajira ikitokea wakati uko pale uombe upya. Ambapo sasa wakati mwingine unaweza kukuta malalamiko, mimi nimesomea mtu alikuwa nesi, ameenda kusomea maendeleo ya jamii. Kisha pale anataka aende moja kwa moja maendeleo ya jamii. Lakini unakuta kwenye department ya maendeleo ya jamii hakuna uhitaji, kuna wengi tu. Kwa hiyo watakuacha pale pale ulipo. Kama ulikuwa na diploma ya nursing, utabaki na diploma ya nursing. Kwa hiyo pale kunakuwa na changamoto, sisi tumesoma, tutafanya mabadiliko nini. Sasa kumbe ulivyosoma hujasoma kutokana na kada yako husika. Ila kwa watu ambao wanasoma na kada zao husika na sehemu zao ambazo zinahitajika, utaratibu upo. Ukisoma unatakiwa unapanda baa moja. Unapanda baa moja na kiwango cha mshahara kinaongezeka. Kwa mujibu wa utaratibu wa kisheria. Kama mtu hajafanya hivyo au mwajiri hajafanya hivyo, ni makusudi yake tu ameamua kuvunja sheria. Kwa sababu tunaambiwa ufuate sheria, lakini kwa hiari yako unavunja sheria. Na ukivunja sheria pale unapohitaji kupelekwa katika vyombo vya sheria utawajibishwa kwa mujibu wa sheria. Sasa unajua kuna watu wengine wana karama tu ya kuvunja sheria. Kwa hiyo yani mtu mwingine amezaliwa hivyo ana karama. Kwa hiyo yani kufuata utaratibu ajisikii. Hawezi. Kwa hiyo wapo watu na ndio maana sheria ipo ili wawajibishwe. Yes. Kuna watu wengine ni wakaidi, yani masaa yote yani kawaida ukimwambia pita huku hawezi kupita huku, lazima apite pembeni ili alete kidogo mkwamo. Na hata shuleni hivyo shuleni ukisema kwamba nataka wanafunzi wote wachomekee suruali zao, kuna wanafunzi watachomoa, kuna wengine wanapiga puto. Wengine wanapiga puto. Na sasa ukitoa tena kanuni nyingine kwamba wanafunzi wote wachomoe wasichomekee, kuna wengine watachomekea. Kwa hiyo ndio nature ya wanadamu. Bora huyu anaichomekea kuliko ambaye yes. Chomolea. Na mtazamaji, unaweza kushiriki kutuma ujumbe mfupi wa maandishi kupitia nambari 0654 0654775560. Lakini nikirudi kwako Bwana Raymond kwenye hili swala la mshahara kama ulivyoeleza hapo, kuna wafanyakazi wengine mishahara yao inavyoonekana labda mtu anapata shilingi 200,000, lakini kule katika yale makato NSSF kule siku hizi PSSSF unaona kule katika makato imebaki ile ambayo labda mwanzoni alikuwa analipwa shilingi 100,000, mshahara wake umeongezeka umekuwa 200,000, lakini kule haijabadilika na anaendelea kuhudumu bila kujua kwamba kule kinachoenda ni kiasi gani. Hapo utaratibu ukoje? Hizi social security funds hizi kama ulivyozungumza kama ile PF na sasa hivi kama ilivyounganishwa mifuko PSSSF. 5% ya mshahara wa mwajiriwa ndio inakatwa kwenye mshahara wake na 15% kutoka kwa mwajiri zinapelekwa kwenye mifuko ya hifadhi. Mshahara unapoongezeka automatic kama ulikuwa unakatwa 22,000 itaongezeka, utakatwa 25,000 kutokana na mshahara wako ulioongezeka. Sasa kwa upande wa serikali changamoto hizo hazipo, naamini kwamba wako vizuri kwa sababu zile zinakatwa automatic. Kwa hiyo ikikatwa na kule ongezeko linakuwepo. Lakini kwa upande wa private sector wapo baadhi ya waajiri kama nilivyosema mwanzo kwamba wengine wana roho tu ya kuvunja taratibu, ambao inawezekana mshahara wake wa mwanzo wa 200,000 hata katika ongezeko basi kule asipeleke kutokana na lile ongezeko. Haya ni makosa ya kisheria. Sasa wewe kama mwajiriwa katika sehemu zako za kazi, unachotakiwa kufanya kwanza, unatakiwa ufuatilie mwenyewe uweze kujua
kama makato yako yanakwenda ipasavyo. Unavyoona kuna changamoto, unamfuata mwajiri, unamweleza kwamba mshahara wangu umepanda lakini makato yangu bado yako katika ile hatua ya awali. Kwa sababu usipofanya hivyo, wewe mwenyewe ndio unakosa haki yako ya msingi. Makato yako hayaendi kwa ipasavyo. Kwa sababu nani ataelewa kwamba mshahara wako umepanda? Ni wewe na mwajiri wako. Vile mifuko ya hifadhi haiwezi kujua. Sasa wewe unatakiwa upeleke pia taarifa kwa mifuko ya hifadhi, mshahara wangu umepanda. Kwa hiyo wao wanakuprintia. Na sasa hivi mambo ya kimtandao zaidi. Unaingia kwenye mtandao na print mwenyewe makato nani yako yote, unajua michango yako. Kwa hiyo utajua kabisa mwezi wa 3 mwajiri alichangia kiasi hiki na mimi nilichangia kiasi hiki. Mshahara wangu umepanda. Je, 15% ya mshahara wangu itakuwa ni kiasi gani? Utakapoona kwamba kinakwenda tofauti na kile ambacho mshahara wako umepanda, pale unamfuata mwajiri. Kwa hiyo ni wewe mwenyewe kwanza lazima ufuatilie haki yako, uangalie. Hamna malaika ambaye atashuka kuja kukutafutia wewe haki yako ya msingi. Na wala haki yako haitapatikana kwa maombi pia. Kwamba unaweza ukaenda msikitini au kanisani ukakesha, ukafanya maombi ili kama mwajiri anakata mapunjo yako, basi automatic mwajiri aongeze mapunjo. No, you are the one that to fight. Yaani wewe unatakiwa ufight, ufuatilie haki zako za msingi. Bwana Salum kafurahi sana. Hamna malaika ambaye anaweza kushuka akakusaidia mwajiri asikate. Wakati mwajiri yeye anataka sana angalau aminye kidogo. Ni mathematically impossible under the sun kwamba baadhi ya waajiri kwamba yani, unajua waajiri mara nyingi huwa wanawaza kuwanyonya wafanyakazi wao. Sijui kama ndio principle ya mafanikio, I don't know. Lakini mara nyingi ndio maana unakuta migogoro mingi ya watumishi na waajiri. Hasa kwenye private. Sisi huko kwenye government huko hatuna shida sana kwa sababu serikali huwa inafuata sana taratibu. Naam, kuna watu ambao wameshiriki kwenye kutuma ujumbe mfupi wa maandishi, lakini kuna bwana mmoja hapa ameuliza maswali matatu. Mimi nitaomba tuanze kujibu moja baada ya jingine. Swali lake la kwanza kwa jina lake anasema anaitwa Maxi, anatokea maeneo ya Lukobe. Anasema anaomba aulize swali, mwanachama akishtakiwa nje ya eneo la kazi, yaani si mwajiri akishtakiwa nje ya eneo la kazi, yaani si mwajiri wake. Hapo umenielewa? Talgu wanamsaidiaje mwanachama wake? Yani labda kama nimemuelewa vizuri kwamba kwa mfano yeye anafanya kazi kwenye halmashauri fulani lakini amefanya kosa nje na ameshtakiwa huko nje. Sasa sisi ndio maana tunasema hii ni Tanzania Local Government Workers Union. Ni kwa ajili ya wafanyakazi wa serikali za mitaa. Sasa kama ule mgogoro umetoka nje ya huyu mwajiri ambaye sisi tunamsimamia, sasa hiyo ni issue nyingine. Chama kwa utaratibu wa katiba ya chama haitamsimamia kama mgogoro wake ni binafsi. Labda yeye kagombana na mke wake maybe, au amegombana kwenye masuala ya mashamba huko nje ya mwajiri. Chama hakitajiingiza. Ila kwa sababu ni mwanachama wetu, akija kwangu nitamshauri. Hapo mtamshauri tu. Hapo nitamshauri. Sio kumsimamia. Sio kumsimamia kwa maana kutumia rasilimali za chama. Anauliza swali lake lingine. Swali la pili ni kwamba Talgu inasimamia vipi uboreshwaji wa mazingira ya kazi kwa mwanachama wake? Inasimamia vipi? Mazingira, uboreshwaji wa mazingira ya kazi kwa mwanachama wake. Jinsi inavyosimamia kama mwanzo pale alikuwa anatufuatilia vizuri, nimeelezea. Kwanza kuna ile usimamiaji wa moja kwa moja, lakini pia kuna mabaraza ya wafanyakazi, ambayo mabaraza haya ya wafanyakazi ni yale wanaopitisha bajeti za halmashauri. Na kwa mujibu wa sheria ile mikataba yao sisi ndio tumefanya nao mikataba kwa maana ya vyama na waajiri. Pale tunaangalia bajeti mzima ya halmashauri itakavyoendeshwa, ikiwa imestiki na maslahi ya wafanyakazi. Talgu inapoingia pale, ni lazima ingie pale Talgu. Tunapokwenda pale tunaangalia ile bajeti imekidhi matakwa ya wafanyakazi. Huo usimamizi wa kwanza. Tunapoona bajeti ile haijakidhi matakwa ya wafanyakazi, pale bajeti tunaikataa kile kikao. Kwenye kikao tunapingana na hilo. Kwa hiyo tukiona yale mahitaji ya msingi yapo kwenye bajeti, hiyo ni moja wapo ambayo tunawasimamia wafanyakazi wetu, hiyo moja. Lakini nyingine ni ambayo pale mtumishi anapopata matatizo.
Anapata matatizo tu, once anapata matatizo anakuja kwetu. Akishakuja kwetu ndio tunamsimamia kupeleka mahakamani kama tutakuwa tumeshindwa kukubaliana na mwajiri ili aweze kurudishwa kazini au kutatua lile tatizo lake la msingi. Ila tatu, kama nilivyoeleza pale mwanzo, pia tunaishauri serikali. Tunaishauri serikali kwa maana ya utendaji rafiki katika sehemu za kazi kwa mujibu wa sheria. Haya, kuna bwana Maxi, swali lake la pili umelijibu hilo, lakini ana swali la tatu pia. Anasema uwepo wa vyama vingi vya wafanyakazi, hamuoni kuna haja ya kufanya kuwe na chama kimoja ili kumuepusha na michango mingi huyo mwanachama? Sasa kama nimemuelewa kwamba kwanza wafanyakazi wanatakiwa uwe na chama kimoja. Jambo la kwanza, kimoja tu. Na ndio maana kuna demarcation. Kwa mujibu wa sheria, usiwe kwenye vyama viwili. Ndio maana kuna demarcation pale zipo. Kwamba kwa mfano kuna TALGU ambao wanahusika tuna wafanyakazi wa serikali za mitaa. Lakini kumbuka kuna RAU, kuna TWICO, ambao kuna wale wa vyuo wanahusika, wafanyakazi wa vyuo vikuu tu, kuna wafanyakazi wa viwandani tu, wafanyakazi wa mashambani tu. Kwa hiyo wamtenganisha hapo. Kwa hiyo uwezo ukawa kwa mfano wewe unafanya kazi labda kwenye viwanda. Ukawa umejiunga na TPAO, at the same times umekuja umejiunga na TALGU. Sheria haitaki. Unatakiwa ujiunge na chama kimoja tu. Kwa hiyo kama wewe uko kwenye serikali za mitaa, unabaki kwenye TALGU. Kama haupo kwenye serikali za mitaa, basi unabaki kwenye vyama ambavyo vitahusiana na wewe. Lakini kuna mtu anauliza hapa, vipi kuhusu utaratibu wa wanachama? Mtu anatakiwa aingizwe vipi kwenye wanachama? Okay, fine. Taratibu ziko mbili. Lakini taratibu ya kwanza kabisa, mwanachama kuna form 215 TUF 15 ambayo ni form ya kisheria. Mwanachama unajaza form ile vizuri tu kwenye chama husika. Huo ni utaratibu wa kwanza wa kujiunga na chama. Lakini utaratibu mwingine ni tukizungumza kuwa mwanachama halisi, maana yake unakatwa zile asilimia ambazo zimepangwa kwenye chama. Utaratibu mwingine ni kwenye sehemu ya kazi. Yaani kwa mfano kama halmashauri chama fulani kimezidi asilimia 50. Kiko zaidi ya asilimia 50. Kwa mujibu wa sheria ya ajira na mahusiano kazini namba 6 ya 2004 section 74 inazungumzia shop agreement agency, ada ya wakala, kwamba unafanya contract na mwajiri. Ukishafanya contract, kwa hiyo wewe ambaye uko katika unafanya kazi katika sekta ile, utakatwa automatic pasipo hata kujaza hiyo fomu asilimia zako. Sasa ni vizuri tunawashauri kwamba wajaze ile fomu kwa maana wawe wanachama. Kwa sababu ukikatwa kwenye huku pia asilimia zako utakatwa kama kawaida, lakini unaweza ukakosa sifa za kuwa mwanachama. Kwa sababu kuna faida nyingi za kuwa mwanachama, kwa maana unapokuwa mwanachama una haki ya kugombea uongozi, una haki ya kupiga kura. Sasa kama sio mwanachama na asilimia yako inakatwa, ile haki unaikosa. Kwa hiyo ni vizuri ukawa unajaza fomu ukajiunga na chama. Kwa hiyo hizo ni njia mbalimbali za kujiunga na chama. Naam, ni jamvi la wiki kutoka hapa ATV. Tunaendelea na kipindi hiki, na hapa mgeni wangu ni kukumbushe tu ni bwana Raymond ambaye ni kutoka TALGU mkoa wa Morogoro. Yeye ni katibu wa mkoa. Na mimi ninakuendeshea kipindi ni Muhammad Isa, lakini wewe ambao unashiriki kwa wakati huu katika kutuma ujumbe mfupi wa maandishi, moja kwa moja ujumbe wako tunausoma hapa kupitia nambari 0654775560. Kuna huyu hapa anasema habari, yeye anaitwa Arafa Rajabu kutoka Morogoro. Swali lake, je, watumishi wa serikali za mitaa ngazi ya vijiji, yani VEOs, anatakiwa kupanda daraja baada ya miaka mingapi tangu kuajiriwa? Kanuni za watumishi zinakuwa ni zile. Pale awali ilikuwa baada ya miaka mitatu ulikuwa unapandishwa daraja. Lakini kanuni zimebadilika. Sasa hivi ni baada ya miaka 4 unapandishwa daraja. Na si tu kupandishwa daraja, yani si tu kwamba ukifika tu miaka 4 unapandishwa tu kimseleleko, no. Kwanza performance yako iwe nzuri kazini. Lazima ujaze zile OPRAS. OPRAS ni OPRAS ni fomu maalum ya utendaji, upimaji wa utendaji kazi. Sasa unapojaza zile ni mkataba, ule ni mkataba baina ya wewe na mwajiri wako, kwa maana ya mwajiri, kwa maana ya mkurugenzi. Unajaza zile OPRAS. Alafu ikishafika ule muda sasa wa miaka 4 kwa sasa hivi,
ndio unakuwa unapandishwa kama umekidhi hivyo vigezo vya utendaji unaokidhi. Lakini pia na shule inazingatia pia na shule. Kwa hiyo ni muhimu pia watumishi kujiendeleza. Huyu hapa anasema, je, mwanachama anaweza kuvuliwa wanachama? Yes, anaweza kuvuliwa. Kivipi? Kwenye katiba imeelezwa wazi, kama unafanya makosa ya kuhujumu chama au unafanya makosa ya jinai, unavuliwa wanachama. Wanachama bwana, unaweza kuvuliwa kama umekosa maadili katika chama, umevunja maadili ya chama. Lakini huyu mwingine anasema, anaitwa Jecha, yupo maeneo ya Kihonda Azimio, Morogoro hapa. Anasema, vipi mabaraza ya wafanyakazi katika sehemu za kazi? Baadhi ya waajiri huwa hawayataki. Vipi sheria inasemaje kuhusu baraza la wafanyakazi katika sehemu za kazi? Okay, asante sana. Sheria inataka kila sehemu za kazi iwe baraza la wafanyakazi. Ingawa waajiri kweli baadhi ya waajiri wanaweza kuwa hawayataki kwa sababu za msingi tu, kwamba unajua mwajiri huwa anapenda kama mseleleko. Yaani anapenda mambo laini. Baadhi ya waajiri, lakini na sana ambayo nje ya serikali. Kwa hiyo mabaraza ya serikali yapo kwa mujibu wa sheria. Kila sehemu za kazi inatakiwa yawepo ya mabaraza. Yes, kwa hiyo sio mwajiri anakuwa anakwepa. Kama unaona kwenye sekta fulani au kwenye hakuna baraza la wafanyakazi, hebu nenda kwenye vyama vile vya wafanyakazi kawaambie. Labda wewe ni katibu wa TALGU mkoa wa Morogoro. Yeah. Lakini uko katika upande wa local government, serikali za mitaa. Yeah. Lakini kwa kuwasaidia sasa watu, naamini upande wa pili sasa wako wengi ambao wanataabika, hawaelewi waelekee wapi. Wengine wameajiriwa katika sekta binafsi. Wameajiriwa, mwajiri kasema, bwana, kesho sitaki kuwaona kazini. Na kweli kesho yake mtu haendi kazini. Na ndio imeishia hapo. Hana anachokidai, yaani haelewi aende wapi, akaanzie wapi. Wewe unawaambia nini ambao wanatazama sasa hivi wako katika sekta binafsi? Okay, asante sana. Na kwanza kabisa ni si tu kwenye sekta binafsi peke yake, hata kwenye sekta za serikali. Wako baadhi ya waajiri ambao au baadhi ya wakurugenzi ambao hawafuati utaratibu wa kisheria, hata namna kumuondoa mtu kazini. Sijui wengine unasema ni kuto kutumia vizuri madaraka. Mtu anaamka asubuhi anaamua tu anakufukuza kazi. Ninachowashauri ni kwamba pale mwanzo nimesema kuto kujua sheria si tetezi lako la msingi. Wewe unatakiwa ufahamu, fanya juhudi mbalimbali ufahamu taratibu za kisheria za msingi, haki zako mahali pa kazi. Mimi ni mwandishi wa vitabu pia. Nimeandika kitabu kinaitwa Kinga ya Mwajiriwa. Nimeeleza mambo mengi sana. Kinga ya Mwajiriwa iko ni kitabu cha sheria. Vitabu vinapatikana wapi? Mimi viko sehemu mbalimbali ambazo baadhi ya mawakala wanaviuza. Kwa mfano Dar es Salaam viko pale Mwenge, kwa Malakatale pale kwa Flora Peter, Prophet. Morogoro hapa Morogoro vipo kuna dada mmoja hapa wanaita Haleluya hapa Masika kwa dada Mary pale. Haleluya ameandika Haleluya shop karibu na benki ya NMB hapa. Kuna nani pale na vinapatikana. Basi baadaye nitakupa nafasi ili uwatajie namba ya simu, kwa sababu inawezekana ikawa ni mwanzo na mwanga mzuri watu wakapata nafasi ya kuweza kujua haki zao za msingi kwenye mahala pa kazi. Asante. Kwa hiyo ninawashauri kwamba wanatakiwa wajifunze sheria. Na sasa hivi hata kwenye mtandao unaweza download ukaangalia taratibu mbalimbali wa kisheria unatakiwa ufanyeje. Si utaratibu wa sheria na hata busara za kimsingi kumuondoa mtu kazini bila kufuata utaratibu. Na kama unasikiliza, huwa napenda kusikiliza speech za hayati Mwalimu Nyerere ambaye ni baba wa taifa, ambaye hatuwezi kumsahau. Mara nyingi wakati wanatengeneza hizi sheria za kazi, mahusiano kazini, sheria za ajira, mahusiano kazi, walikuwa wanasema kwamba, nilisikia speech yake mara moja akasema, tuliweka hivi ili iwe kazi kumfukuza mtumishi sehemu ya kazi. Kwa sababu kazi kwanza iko kikatiba, ni haki yako ya msingi ya kikatiba kufanya kazi. Kulipwa ujira ni haki yako ya msingi ya kikatiba, kulipwa mshahara. Sasa kama mtu anaamua tu kukufukuza kazi bila kufuata utaratibu, kwanza anakeuka, anavunja katiba. Hivi yani anaivunja kwa kukusudia. Sasa huyu mtu ambaye anavunja katiba ya nchi, ibara ngapi? Ibara ngapi? Hiyo kwenye katiba zaidi, lakini nafikiri kwenye
article 46. Sasa nisiseme vibaya kwa sababu naweza nikaikosea hiyo. Naam. Kwa hiyo mtazamaji, basi unaweza kushiriki katika kutuma ujumbe mfupi wa maandishi kupitia nambari 0654 775560 0654 775560. Leo hii ukapata nafasi ya kukutana labda na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli. Wewe kama katibu wa TALGWU mkoa wa Morogoro, ni yapi ambao unaweza kumshauri kwenye maeneo haya katika kazi yako? Tena hapo umenigusa. Maana jambo ambalo ningeweza kumshauri Mheshimiwa Rais, kwanza kabisa niseme kwamba rais wetu Daktari John Pombe Magufuli tunampenda sana, kwa maana ni rais ambaye ni msikivu, na ni rais ambaye chapa kazi vizuri, na ni rais ambaye anajali watu. Na nilikuwa nasikiliza speech zake before, anasema kwamba atazingatia sana matakwa ya wafanyakazi, ni issue tu ya muda. Jambo ambalo la kwanza ningemshauri, watumishi wamekata tamaa ya kufanya kazi, pamoja na mambo mengi ya msingi ambayo yanafanyika, uchumi wa viwanda, kuboresha hospitali, barabara na vitu vingi vya maendeleo ya nchi vinavyofanyika ambavyo kila mwenye macho anaona na mwenye masikio anasikia. Watumishi bado wanaishi katika hali ngumu ya maisha, wanakata tamaa, moyo wa kufanya kazi yao. La kwanza kabisa ningemshauri, swala la kuongeza mishahara ni la kipaumbele na ni la msingi sana. Hilo ndio jambo ningemshauri. Lakini pili, ningemshauri Mheshimiwa Rais, matamko anayoyatamka mazuri sana, yanatupa moyo sana, lakini kuna baadhi ya wakurugenzi au ya waajiri au yafuate. Kwa mfano, nakumbuka kuna speech moja alisema kwamba mtumishi yeyote asihamishwe kama una fedha za kumlipa. Inatakiwa umlipe ili apate uhamisho. Lakini baadhi ya wakurugenzi wanahamisha watumishi wengi na hawawapi fedha zao za uhamisho. Mtu amehamishwa zaidi ya mara 20 lakini hajapewa hela ya uhamisho. Kwa sababu sisi ndio tunadili na haya matatizo. Kwa hiyo ningeshauri pia kwamba yale anayoyatamka aweke modality, aweze kujua kama kweli yanatekelezeka na hawa watu ambao wanawajibika kutekeleza. Lakini jambo lingine, kwa mujibu wa sheria, kwa mfano mabaraza ya wafanyakazi, baadhi ya halmashauri nyingi hawafuati kanuni za makubaliano katika mabaraza ya wafanyakazi. Kwa mfano, mabaraza yanatakiwa yafanye mara 2 kwa mwaka, kwa maana ya pale wanapofanya bajeti, lakini mwishoni kwenye mwezi wa 8, wa 7, wa 8, 9 kufanya majumuisho ya ile bajeti, kuangalia kimetekelezeka kile ambacho mlikubaliana kwenye bajeti. Havifanyiki. Kishafanya mara moja imepita. Nafikiri kwa nini havifanyiki? Ni mtu kuamua kutokufuata utaratibu. Na labda akijua tu kwamba kwa sababu mimi ndio hivyo, ndio boss wa hapa, kwa hiyo anaamua tu kutokufuata utaratibu. Hata kwa mfano kuna kwenye kanuni zimeweka pale, hata namna kuwalipa posho imeainisha moja kwa moja wale wajumbe wale wa vile vikao walipo 150. Lakini kuna baadhi ya mabaraza unakuta hata nauli hawapewi, wengine walipo 20,000. Lakini ni kuamua tu, anaamua anavuruga utaratibu. Kwa hiyo wanaamua tu. Kwa hiyo pia ningemshauri kwamba modality aweze, kuna watu wake wanamharibia hapa chini. Kuna vitu vingi vizuri anavifanya tunaviona, lakini kuna baadhi ya hizi halmashauri kuna watu wake hawafanyi pasavyo, wanamharibia. Lakini jambo lingine ningemshauri, nimemshauri kwamba pamoja na hizi changamoto hizi halmashauri, kuna baadhi ya halmashauri ziko kwenye hali mbaya sana. Yaani ziko kwenye hali ngumu kiasi kwamba kujisimamia na kujisimamia wenyewe katika uchumi katika halmashauri zao inakuwa ni ngumu. Unaweza kukuta halmashauri hata vyanzo vyenyewe vya mapato ni shida, havipo. Kwa hiyo ukimwambia huyu mtu ajitegemee kuendesha ile halmashauri kwa vyanzo vya ndani, yani inakuwa ni ngumu kweli. Yaani sasa hivi unaweza kumwambia mtu achaguliwe kuwa, yani kwa mfano mtu kielewa vizuri, unaweza kuchaguliwa kuwa mkurugenzi wa halmashauri fulani, ukaomba tu usiende, yani umwambie mheshimiwa, nakushukuru sana, naomba usinipeleke huko.
kutokana na hali ambayo iko ngumu. Kwa hiyo ningemshauri pia jaribu kuangalia ili kuweza kuziboresha hizi. Bwana Maxi ameuliza swali, anasema yeye yuko Lukobe, watumishi wawakilishi kama mwenyekiti, diwani wanakosa sifa zipi za kuwa wanachama wa TALGWU? Kwanza serikali za mitaa. Yes. Ndio maana pale mwanzo nilisema kwamba ni Tanzania Local Government Workers Union. Diwani, mwenyekiti wa serikali za mitaa wale sio wafanyakazi wa halmashauri. Wale ni viongozi. Kwa hiyo viongozi hiki chama si cha viongozi, ni chama cha wafanyakazi. Kwa hiyo wanakosa sifa kwa sababu wao si wafanyakazi. Diwani si mfanyakazi wa halmashauri. Yeye ni kiongozi katika halmashauri. Lakini yuko kwenye baraza pale. Yes, ni kiongozi, sio mfanyakazi wa halmashauri. Watumishi, sio mtumishi. Sio mtumishi. Ndio maana diwani kwa mujibu wa kanuni za uchaguzi, sheria zote za uchaguzi, anatakiwa awe anafanya kazi yake nyingine anayomuingizia kipato. Hiyo sifa ya kwanza. Sasa kama kuna diwani ambaye na yeye aliingia tu kwenye diwani lakini hajui kama afanye kazi nyingine anayomuingizia kipato, maana yake amekeuka kanuni ile ya sheria za uchaguzi. Na mwenyekiti pia sio mwenyekiti wa serikali ya mtaa, yeye asubuhi mpaka jioni yuko kwenye ofisi ya serikali ya mtaa. Yeye sio mwajiliwa wa halmashauri. Kwa hiyo hapaswi kuwepo pale, hapaswi kuwa mwanachama. Pale tunataka awepo mtendaji wa kijiji au mtaa. Bwana Meo. Bwana Maxi kaisikia. Lakini kuna baadhi ya madiwani na wenye viti sasa hivi inawezekana wanatazama, mbona sisi TALGWU hatujawahi kuisikia hii, inakuwaje? Lakini kwa hawa nyie huo mnawapa elimu yote kwamba nyie labda madiwani, wenye viti wa halmashauri, bwana wenye viti labda wa serikali za mitaa, nyie bwana huko hamuhusiki. Elimu hii mnaitoa? Kwanza sisi kwa sababu wao hawahusiki na hiki chama, wala tudili nao. Wala hawaanguki chama chochote. Wao labda kama wanafanya kazi katika sekta nyingine huko, watafikia huko na kufanya kazi. Lakini kwenye chama chetu hiki ni cha watumishi wa serikali za mitaa. Kwa hiyo diwani kwa sababu na mwenyekiti wa kijiji wao ni viongozi, hawatakiwi kuingia, lakini wanaweza kujiunga na vyama vingine kama wanafanya kazi kwenye sekta nyingine huko nje. Maana wengine unaweza kukuta wakulima, kuna vyama vya wakulima wanajiunga. Lakini wengine wako viwandani, kuna vyama vya wanajiunga huko. Naam, kama ni mwenyekiti, kama ni diwani, lakini hawa madiwani wamekuwa na namna fulani hivi, wanaweza kukaa kwenye mabaraza yale wakamngoa mfanya kazi. Mtendaji, mfano wa procedure kwa maana ya full council, kwa maana ya baraza la madiwani lina nguvu. Wakamwazimia. Yes, lina nguvu na ndio mamlaka ya nidhamu kwanza. Kama mkurugenzi akaondoka. Yes, na ni mamlaka ya nidhamu. Yaani wewe kama mtumishi, lile baraza ndio limekuajiri. Kwa hiyo na mmoja wapo tunazoangalia kanuni kama imefuatwa. Mkurugenzi anapokulima wewe kufukuza kazi, tunaangalia imepitia kwenye mamlaka ya nidhamu. Tunaangalia lile baraza la madiwani lilikaa kweli, yamezungumza haya na wameridhia wewe uondolewe, maana ndio waajili wako wakubwa pale. Yes. Kweli na nguvu sana. Huyu hapa yeye hajataja jina lake, lakini anasema sasa wale wanaosema pesa ya mafao mpaka miaka 50, je, ni sheria kweli? Maana upo unyanyasaji. Rais aliangalia hilo. Pesa ya mafao mpaka miaka 50 ipo kwenye sheria za hifadhi. Kwenye not 50 of course, ni 55 kwa maana mpaka utakapostaafu. Kama unastaafu kwa hiari au kwa lazima. Naam, unaweza kushiriki katika kutuma ujumbe mfupi wa maandishi kupitia nambari 0654775560 0654775560. Lakini kuna huyu hapa anasema kama huna mkataba na bosi kakuachisha kazi kimya unafanyaje? Na hilo ni tatizo ambalo kuna baadhi ya au waajiri wanadhani kwamba kutokumpa mkataba mwajiriwa anakwepa. Sheria ya kazi, sheria ya ajira na mahusiano kazini, ile namba 6 tunazungumzia mwaka 2004 kwenye 56 nafikiri, something like 1656 47 inasema hivi: kama mwajiri ni jukumu lake yeye kumpa mkataba yule mwajiriwa, kama hajampa, hilo swala la kujibia la mkataba linamhusu yeye. Kwa hiyo akwepi.
Yaani hakwepi kabisa. Kuna baadhi ya waajiri ambao hawaelewi hayo mambo. Kwa hiyo wanadhani kutokumpa mkataba ni kwepi. Ukwepi. Wewe hata hujapata mkataba, amekuondoa kazini bila kufuata utaratibu. Wewe njoo kwenye vyama vyetu au nenda kwenye chama chako husika. Huyo mwajiri atabuluzwa mahakamani na haki yako ya msingi utaipata. Mkataba sio issue. Mkataba yeye ndo anatakiwa akupe wewe. Kwani wewe utamdai mkataba mwajiri wako? Nipe mkataba. Wewe si. Lakini wanasema kuna ile sehemu ambayo mtu akifanya kazi kwenye eneo lako la kazi miezi 3 na kuendelea, huyo tayari anaingia kwenye ufanyakazi kwa sheria hivi. Au hamna sheria yote? Hamna miezi 3. Kuna kitu tunasema una probation period. Ile unaweza kupewa miezi 6 au mpaka mwaka. Na pale inaangalia performance yako iko vipi. Ila tu mwajiri anatakiwa kama umefikia ule muda, kama ni miezi 6 hauja perform vizuri, anatakiwa kutaarifu kwamba hauja perform vizuri na akupe condition kwamba unatakiwa ufanye hivi ili uperform vizuri, akupe muda wa ziada na akuongezee muda yani tena wa probation wa kipindi cha matazamio. Na baada ya muda ukishafika hapo, kama hujaonekana una fit, anaweza asikuajiri. Kwa hiyo haimlazimishi mwajiri kwamba kwa sababu umefanya kazi miezi 3 ni automatically don't. Kwa hiyo tu iachie hapo. Yes. Nafikiri imeeleweka. Lakini huyu hapa anasema mbona mnawagaia fulana zenu wakati wa Mei Mosi wenye viti? Jina lake anaitwa Ali Hamisi wa Lukobe. Mbona tunawagaia fulana zetu wakati wa Mei Mosi wenye viti? Sisi zile fulana huwa tuwagawi wenye viti. Zile fulana tunawapa wanachama wetu wa TALGWU. Kwa hiyo sasa kwa mfano tumempa mwanachama wetu wa TALGWU na yeye anakaa vizuri na mwenyekiti wake. Anampa mwenyekiti wake. Sisi kwa sababu lile ni la kwake. Tukishakupa wewe ni la kwako. Sasa wewe utampa nani ni wewe unajua. Unaweza kumpa mwenyekiti, ukampa nani, lakini kwa sababu sisi tukupa wewe kama rafiki yako, ndugu yako. Au rafiki yako, ndugu yako ya. Kwa hiyo sisi tuwapi wenye viti, ile tunawapa wao wanachama. Naam, wakati tunakamilisha kipindi hiki cha Jamvi la Wiki, nafikiri bado dakika kadhaa kuweza kukamilisha kipindi hiki cha Jamvi la Wiki. Naambiwa kwamba una vipaji vingine. Yes. Ukiacha kama mwenyekiti wa TALGWU, katibu wa TALGWU, yes. Lakini pia ni mwanasheria, yes. Wakili, yes. Mwimbaji pia. Yes. I thank God. Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu sana. Tena namshukuru pia lile tumbo ambalo lilinibeba mimi miezi 9. Kwa mama yangu, kwa maana ni kati ya watu ambao nasema Mungu aliwabariki tangu akiwa tumboni mama yao, I'm the one among of them. Kwa nini unasema umebariki? Nina vipaji vingi. Mmoja kama nilivyokuambia mimi ni mwandishi wa vitabu. Na vitabu vingi tu. Si tu vya sheria, lakini vya jamii pia. Na kama nilivyokuambia mimi ni mwanasheria, ni wakili, lakini pia mimi ni mjasiriamali. Mimi na degree 5 by the way. I thank God. Degree 5. Nina degree 5 za kukaa darasani, sio za kupewa. Kwa sababu ukiwa na 3 PhD. Yes. Sasa PhD ni kazi nyingine, lakini kwa maana ya kukaa darasani na kusoma vitu vingi, mimi ni mmoja wapo. Yeah, mimi nimefanya degree ya sociology. Na kwenye degree ya sociology ilinisaidia kufanya vitu vingi, ndio maana naandika pia vitabu vya jamii. Nimeandika vitabu vya dumisha ndoa yako. Vitu kama hivyo. Nimefanya degree ya maendeleo ya jamii. Nimefanya degree ya theolojia. Mimi ni mhubiri. Mhubiri mzuri. Ni mhubiri. Nimesoma Biblia mwanzo mpaka mwisho. Kwa hiyo ni mhubiri mzuri na ninahubiri pia. Ila sina wito wa uchungaji. Sitaji kuwa mchungaji. Na nimefanya entrepreneurship. Na nimefanya theology, nimefanya sheria, nimefanya sociology, nimefanya entrepreneurship. Ziko 4, sio 5, ziko 4. Haya, jamaa amesema na hizo degree 4 na sio 5 kama ambavyo alisema pale awali. Lakini kuna hii nyingine ambayo kama mwimbaji. Yes, mwimbaji mzuri sana wa gospel. Mimi nimeimba gospel na nimeshafanya video 2 na nimeshafanya album. Kwa hiyo
hapa na albamu yangu tayari, bado sijaanza kuilaunch, sijaanza kuitangaza. Kuna mmoja anaitwa Chris, unaona naye? Chris ile jamaa mmoja pale. Chris na pia kwa mfano nyimbo zangu zinapigwa, unasikia kuna nyimbo nyingi zinaimbwa. Kwa mfano kuna wimbo unaitwa Nibatize, kuna wimbo unaitwa Yawe, kuna wimbo unaitwa Mwana Mpotevu. So na of course nashukuru naimba vizuri, natengeneza albamu yangu. Ukienda kwenye YouTube ukiandika Raymond Chimbuya utaona video zangu pale nzuri, zinafanya kazi, zinafanya vizuri. Yeah. Kuna mtu alikuwa anauliza namba yako ya simu kabla hujaondoka kwenye maeneo yale ya kitabu, kile kitabu ambacho kitaweza kuwawezesha hawa watazamaji ambao wanahitaji muongozo kwenye masuala ya sheria kwenye kazi zao binafsi, kwenye kazi binafsi, lakini pia serikali za mitaa, lakini upande mwingine kwenye kile kitabu cha ndoa, sehemu ambayo imeonekana kuna migogoro mingi sana katika eneo hilo. Namba yako ya simu? Namba yangu ni 0713 291300. Naomba urejee tena. 0713 291300. Huyo ni Bwana Raymond. Yes. Lakini bila kupoteza ladha, ulisema kwamba unaimba. Hebu tusikie kidogo basi. Ni vizuri kukaa mkononi mwa Yawe, ni vizuri kukaa mkononi mwa Bwana, ni vizuri kukaa mkononi mwa Bwana, ni vizuri kukaa mkononi mwa Yawe. Yuko vizuri sana Bwana Raymond Chimbuya, yeye kama katibu wa Talgu mkoa wa Morogoro, lakini ana vipaji vingi kama ambavyo alivyoeleza yeye mwenyewe. Tunaishia hapo katika kipindi hiki cha Jamvi la Wiki siku ya leo. Nikumbushe tu nilikuwa na Bwana Raymond Chimbuya, yeye ni katibu wa Talgu mkoa wa Morogoro. Bwana Raymond, nakushukuru sana. Asante sana. Nitakukaribisha tena mara nyingine. Barikiwa sana. Asante sana. Nashukuru sana. Na leo kuendesha kipindi hiki siku ya leo, mimi ni Mohamed Isa, na kutakia kila laheri. Endelea kuitazama ATV kwa vipindi vingine ambavyo vinafuata. Asante na kila laheri.